Uongozi wa CCM unaoongozwa na Samia Suluhu sasa umesema hawataipambania katiba mpya. Wamesema hakuna ulazima wa kupigania katiba mpya Tanzania. Wamemjibu makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na wametoa sababu hii nzito kwa nini hakuna ulazima wa kupigania katiba mpya Tanzania. Kabla tuangalie taarifa hizi, hakikisha umelike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Mjadala kuhusu katiba mpya nchini Tanzania umechukua mwelekeo mpya leo baada ya kiongozi mwandamizi wa CCM kupinga wito wa wananchi kuendelea kupigania mabadiliko ya katiba. Katibu mkuu wa Umoja wa Wazazi wa CCM Ali Hapi kwa niaba ya CCM amesema hakuna haja ya Watanzania kuendelea kupambania au kupigania katiba mpya kwa sababu suala hilo tayari limejumuishwa katika ilani ya uchaguzi ya chama tawala. Ali Hapi alikuwa akijibu mjadala unaozidi kushika kasi ambao ulipata umakini mpya baada ya makamu mwenyekiti Emmanuel Nchimbi kuwataka Watanzania kuendelea kupambania na kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya nchini. Akizungumza na Wasafi Media, Ali Hapi alisema msimamo wa CCM ni kwamba suala la katiba tayari limeingizwa kwenye ilani ya chama. Kwa mtazamo wake, kipaumbele kwa sasa kisiwe kampeni nyingine ya kisiasa kuhusu suala hilo au kuhusu kupambania katiba, bali iwe utekelezaji wa yale ambayo CCM iliwaahidi wapiga kura wake. Hoja yake ilikuwa wazi: pindi suala linapojumuishwa kwenye ilani ambayo wapiga kura waliikubali kupitia uchaguzi, linakuwa suala la utekelezaji badala ya jambo ambalo wananchi lazima waendelee kulipigania. Ali Hapi alisisitiza kuwa ilani ya sasa ya CCM inashughulikia suala la mabadiliko ya katiba na kusema serikali sasa ina jukumu la kutekeleza ahadi hizo na hakuna haja ya CCM au wananchi kupigania katiba hiyo. Pia kiongozi huyo wa CCM alionekana kupinga hofu kwamba ahadi hiyo inaweza kupuuzwa. Kwa mujibu wa Ali Hapi, hakuna sababu ya Watanzania kupoteza imani na mchakato huo. Alisema anaamini nchi inaweza kusonga mbele kwa mafanikio katika suala hilo, akiongeza kuwa kwa msaada wa Mungu mchakato huo wa katiba mpya utaendelea vizuri. Lakini kauli za Ali Hapi zimevutia umakini kwa sababu zinakuja muda mfupi baada ya ujumbe tofauti kabisa kutoka kwa kiongozi wake makamu mwenyekiti Emmanuel Nchimbi. Nchimbi alikuwa amewataka Watanzania kuendelea kushinikiza katiba mpya na kuipambania, akielezea suala hilo kama jambo linalopaswa kuwashirikisha wananchi na kufuatiliwa na watu wenyewe. Hata hivyo, kauli hiyo ilizua maswali mara moja kwa sababu Nchimbi si mwanasiasa wa upinzani wa kawaida. Yeye ni afisa mwandamizi wa serikali na kiongozi muhimu ndani ya CCM. Kwa sababu hiyo, wito wake ulitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara muhimu kwamba suala la mabadiliko ya katiba bado liko hai ndani ya mfumo wa kisiasa. Hata hivyo, kauli za hivi karibuni kutoka kwa Hapi zinaonekana kuliona suala hilo kwa mtazamo tofauti. Badala ya kutoa wito wa kuendelea kwa shinikizo la umma, Hapi anasisitiza kuhusu ilani ya CCM na jukumu la serikali kutekeleza yale yaliyomo tayari kwenye hati hiyo, na hilo linajenga tofauti ya kuvutia. Kwa upande mmoja, Emmanuel Nchimbi anawaambia Watanzania kuwa wanapaswa kuendelea kupigania katiba mpya. Kwa upande mwingine, Ali Hapi anasema hakuna haja ya kuipigania kwa sababu CCM tayari imejitolea kulishughulikia suala hilo kupitia ilani yake. Kwa hivyo tofauti hiyo huenda isiwe juu ya iwapo marekebisho ya katiba yanapaswa kufanyika, bali ni jinsi gani Watanzania wanapaswa kulishughulikia suala hilo na nini kifuate. Kwa mtazamo wa Ali Hapi, jibu ni utekelezaji. Anasisitiza kuwa Watanzania tayari waliipa CCM ridhaa kupitia uchaguzi na ridhaa hiyo inajumuisha ahadi zinazohusu katiba. Hivyo anaamini kuwa sasa mkazo unapaswa kuwekwa katika kuhakikisha ahadi hizo zinatekelezwa. Kauli zake pia zinaonekana kulenga kuwatia moyo wafuasi wa CCM ambao huenda wanajiuliza iwapo suala la katiba mpya litapiga hatua yoyote. Ali Hapi alisema hana sababu ya kuwa na wasiwasi kuhusu mchakato huo na akaonyesha imani kuwa nchi inaweza kusonga mbele kwa mafanikio. Hata hivyo, mjadala huo huenda usilazimike kwa kauli hizo pekee.
Swali la msingi sasa ni nini hasa ambacho ilani ya CCM inaahidi kuhusu marekebisho ya katiba? Ni hatua zipi serikali inakusudia kuchukua kutekeleza ahadi hizo, na iwapo hatua hizo zitawaridhisha wale ambao wamekuwa wakidai katiba mpya kwa miaka mingi? Hili ni muhimu hasa kwa sababu madai ya marekebisho ya katiba yamekuwa moja ya masuala makuu ya kisiasa nchini Tanzania, huku vyama vya upinzani, asasi za kiraia na wadau wengine wakizungumzia mara kwa mara masuala yanayohusu mfumo wa katiba wa nchi. Kwa hivyo wito wa hivi karibuni wa Nchimbi uliupa suala hilo msukumo mpya wa kisiasa. Majibu ya Ali Hapi sasa yanaongeza mwelekeo mpya kwenye mjadala huo kwa kusema kuwa suala hilo linapaswa kuchukuliwa kama ahadi iliyopo tayari ya serikali badala ya kuwa ni pambano ambayo wananchi bado wanapaswa kuyapigania. Na hapa ndipo umuhimu wa kisiasa wa kauli yake ulipo. Ikiwa suala hilo tayari limo katika ilani ya CCM, basi swali linalofuata si tena iwapo CCM inatambua hitaji la marekebisho ya katiba. Swali kubwa zaidi linakuwa ni lini na vipi ahadi hiyo itatekelezwa. Kwa Watanzania wanaofuatilia mjadala huo, miezi ijayo inaweza kuwa muhimu sana. Serikali itakabiliwa na shinikizo la kuonyesha hatua madhubuti zinazochukuliwa, huku wadai wa siasa wakitarajiwa kuendelea kujadili iwapo mkakati wa sasa unatosheleza. Kwa sasa, hata hivyo, ujumbe wa Hapi uko wazi. CCM haioni haja ya kupambania au kupigania au kampeni nyingine ya kupigania katiba mpya kama ile ambayo iliweza kutangazwa na Emmanuel Nchimbi. Msimamo wake CCM ni kwamba ahadi hiyo tayari imeshaandikwa katika ilani ya chama hicho na kilichobaki ni serikali kuitekeleza, na hilo linaelekeza umakini wote kwenye suala la utekelezaji. Hii ni kwa sababu kufuatia majibizano ya hivi karibuni kati ya Nchimbi na Hapi, mjadala umepita hatua ya kuuliza tu iwapo Tanzania inahitaji katiba mpya. Swali kubwa zaidi sasa ni lini ahadi iliyomo kwenye ilani ya CCM itatimia kwa kuwa uhalisia. Kwa sasa kauli hizo mbili zimewaachia Watanzania jambo muhimu la kufuatilia. Iwapo ahadi ya kufanya marekebisho ya katiba itahama kutoka kwenye kauli za kisiasa na kuwa mchakato halisi na madhubuti, wito wa Emmanuel Nchimbi kwa wananchi kuendelea kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya umeibua upya mjadala kuhusu suala hilo, huku majibu ya Hapi yakielekeza mtazamo kwenye utekelezaji wa ilani ya CCM. Hivyo mtihani unaofuata utakuwa ni iwapo serikali itaweka wazi hatua, muda na utaratibu utakaotumika kushughulikia ahadi hiyo ya katiba. Hadi wakati huo, mjadala huo unatarajiwa kuendelea, huku Watanzania wakifuatilia kwa karibu kuona iwapo ahadi iliyomo kwenye ilani ya CCM hatimaye itageuka kuwa mchakato halisi wa marekebisho ya katiba. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Hivyo kabla tufunge taarifa hizi, mtazamo na maoni yako ni muhimu. Hivyo upande wa comment section na kuuliza, je, unadhani ni vizuri tu kuliachia swala hili la katiba mpya na kushinikiza tu utekelezaji kwa serikali ya CCM kwa katiba hii, ama ni vizuri kufuata kauli za Emmanuel Nchimbi ambazo zinawataka wananchi kuendelea kupigania na kupambania suala la katiba mpya nchini Tanzania? Nijuze mtazamo au maoni yako upande wa comment. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea habari au taarifa zetu pindi tu zitakapochipuka. Vile mtazamaji, gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika habari au taarifa zetu mpya.